Nchi yetu ni nchi ya kipekee kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Katika bara zima la Afrika, sisi ndiyo Jamhuri ya Muungano. Katika nchi zote 54, sisi ndiyo tuliungana, sio kwa uwezo wetu, ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Tumshukuru sana Mwenyezi Mungu ili amani hii iendelee kudumu kama shehe wa mkoa ambavyo ametufundisha. Tumshukuru rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Rais huyu ni chaguo la Mungu. Aliingia madarakani kwa mapenzi ya Mungu, sio kwa mapenzi ya wanadamu. Na jambo ambalo limeamuliwa na Mungu, wewe mwanadamu ukalipinge ni nani? Hata Firauni alijaribu kubishana na Mungu akashindwa. Samia ni chaguo la Mungu. Na ukitaka kuona hivyo, ona namna ambavyo nchi inakwenda na anaiongoza kwa amani, kwa furaha na kwa maendeleo makubwa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa ameyasema haya hapa. Lakini niwaambie ndugu zangu wana Arusha, haya yanatokea kila mkoa. Mnayoona Arusha ni kwa mikoa yote. Tumuombee Mheshimiwa Rais, hasa mwaka huu wa uchaguzi. Mungu amjalie afya, amjalie hekima, amjalie busara, amjalie upendo, lakini amjalie ushindi katika uchaguzi wa Oktoba. Najua kuna wengine hawatapenda hilo, lakini ukweli lazima usemwe. Biblia inatuambia msema kweli ni rafiki wa Mungu. Na mimi napenda kuwa rafiki wa Mungu. Lazima tuseme ukweli. Nchi yetu ili iende vizuri, lazima tuendelee kuwa na Samia madarakani. Tumshukuru Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Tukio hili uliloliandaa ni tukio kubwa sana sana machoni kwa Mungu. Linaweza likawa dogo machoni kwa mwanadamu, lakini machoni kwa Mwenyezi Mungu hili ni tukio kubwa sana. Mimi binafsi ilibidi niingie Arusha kesho asubuhi. Lakini nilipopata mwaliko wa Mheshimiwa Makonda, ikabidi nibadilishe tiketi. Nimeingia leo jioni ili kuwahi tukio hili. Nimefanya hivyo kwa sababu tukio hili ni tukio la kiibada. Tukio la Mwenyezi Mungu. Unapokutanisha watu wengi kwa nia njema ya kumwabudu Mungu, na Mungu yupo katika ukutano hilo. Kiona mimi nikasema kwa kuwa tukio hili ni la Mwenyezi Mungu, tukio la kiibada, lazima niwepo. Lakini pia aliyoandaa tukio hilo ni mtu mwema sana. Mheshimiwa Makonda ni mtu mwema, mtu rahimu, mtu wa msaada, mtu mwenye kuwajali wananchi wake wa mkoa wa Arusha. Kwa kuwa tukio hili limeandaliwa na mtu mwema ambaye mimi namfahamu, mdogo wangu Paul Makonda, nikasema sio tukio la kukosa. Sisi sote tulioko hapa kwa nafasi zetu tumuombee dua Mheshimiwa Makonda ili aendelee kuwatumikia wana Arusha kwa mafanikio zaidi lukuki na zaidi. Na mimi naamini huyu bwana akiendelea kuwa Arusha, Arusha inakwenda kubadilika zaidi. Ujio wangu nimekuja nimetumwa na Mheshimiwa Rais. Na hii ni mara ya pili ananituma Arusha. Wiki ya kwanza ya mwezi Machi alinituma Arusha. Aliniambia waziri wa Katiba na Sheria, nenda Arusha katika wiki ya wanawake, katoe msaada wa kisheria kwa wahitaji. Nilikuja Arusha, nikakaa siku chache sana. Nikapata dharura, nikatumwa sehemu nyingine. Amenituma tena sasa. Safari hii
sio Arusha mjini peke yake. Amenituma Mheshimiwa Rais nije mkoa wa Arusha, kwenye wilaya zote za mkoa wa Arusha, kwenye halmashauri zote za mkoa wa Arusha, kwenye kata zote za mkoa wa Arusha, kwenye vijiji vyote vya mkoa wa Arusha, kwenda kuwapa wananchi wa Tanzania elimu ya sheria. Na sote tunafahamu elimu ya sheria ni kitu adimu sana. Ni watu wachache wametumia muda mwingi kusoma mpaka vyuo vikuu ndio wanajua sheria. Wananchi wengi wa Tanzania wa kawaida hawaijui sheria. Mheshimiwa Rais amesema nenda kawape elimu ya sheria wananchi wa mkoa wa Arusha, tena bure kabisa, pasipo kulipia. Gharama zote analipia Samia. Jambo la pili, amesema sambamba na elimu ya sheria, nenda katatue migogoro ya kisheria, katoe msaada wa kisheria kwa wahitaji. Sote tunafahamu gharama za kesi ni kubwa sana. Mwananchi akahangaika kumtafuta wakili alipo, amlipe, akasimamia kesi yake. Samia analeta wanasheria bure. Sasa wanasheria ndio wanakutafuta wewe, sio wewe kuwatafuta wanasheria. Hayo ndio mambo ya Samia. Na jambo hili si dogo, alijawahi kufanywa na rais yoyote katika nchi hii toka tumepata uhuru, kuanzia Mwalimu Nyerere mpaka Magufuli. Alijawahi kufanyika hilo. Anayefanya ni rais wa kwanza mwanamke, Daktari Samia Suluhu Hassan. Wananchi, jambo hili ni kubwa sana, na mkuu wa mkoa ameliratibu vizuri sana sana sana. Mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia bima papo kwa sababu inaruhusu kuweka TIN namba yangu wakati wa kununua bima. Inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo hiyo ya bima. Uwezo wa kupata mkopo bwana, hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji hata kama bajeti inabana. Tumia bima papo kwa kupiga *150*51 alama ya reli, au kwa WhatsApp tuma neno bima pap kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. Bima pap, urahisi wa maisha.